Haya, mpenzi wangu msikilizaji, ninakusalimu katika jina la Yesu wetu Yesu Kristo. Nataka tutafakari maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 22 mstari wetu wa 5. Nataka tujifunze haya maneno na tuyatafakari katikati ya kizazi hiki, na tutafakari katikati ya kanisa la sasa na maisha tunayoishi. Mungu anawapa maagizo wana wa Israeli. Mungu anawapa maagizo kizazi cha wana wa Israeli ambacho ametoa gharama kwa ajili ya kukitoa katika nchi ya Misri. Sikia maagizo ambayo Mungu anawapa wana wa Israeli. Kumbukumbu 22 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni chukizo kwa Bwana Mungu wako. Mungu anatoa maagizo kwa wana wa Israeli. Mungu anatoa maelekezo namna ya kutembea, namna ya kuishi taifa la wana wa Israeli. Nataka niseme neno moja kwamba hivi, wana wa Israeli ni kizazi ambacho Mungu alikikomboa katika nchi ya Misri, akaendelea kuwapa maagizo. Anasema anatoa maagizo ambayo ni ya mwili, anatoa maagizo ambayo kila mtu anayafahamu na kila mtu anayaona. Anaanza kusema hivi, mwanamke asivae mavazi ya mwanaume. Ninajua hili neno ni neno la kimwili ambalo kila mtu analifahamu, kila mtu analiona. Anatoa maagizo. Kwa nini Mungu anatoa maagizo kwa wana wa Israeli? Kwa nini Mungu anatoa maagizo kwa wana wa Israeli? Kwa nini Mungu anatoa maagizo kwa mwanamke? Kwa nini Mungu anatoa maagizo kwamba mwanamke yeyote yule asivae mavazi ya mwanaume? Manake ni kitu, ni jinsia mbili, ni vitu viwili tofauti. Mungu anaeleza. Anaendelea mbele, anasema hivi, yampasayo mwanaume. Anaendelea tena kutoa maagizo kwa mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa nini Mungu anatoa maagizo haya? Nataka tutafakari mimi na wewe katika kizazi hiki ambacho tunaoishi, katika ulimwengu tunaoishi. Je, ukikutana mitaani ukamuona mwanaume amevaa gauni, unaweza kumhesabu kwamba ni mtu ambaye akili zake ziko timamu? Lazima kwa akili ya kawaida na ya karibu sana utamfikiri kwamba huyu mtu ni kichaa. Kwa nini amevaa gauni? Kwa nini mwanaume mtu mzima mwenye akili amevaa gauni? Utamuelewa kwamba huyu ni kichaa, amepungukiwa na ufahamu. Ndivyo ilivyo hata kwa mwanamke. Akionekana mwanamke amevaa mavazi ya mwanaume, manake naye anaonekana kama katika akili zake ni kama amepungukiwa, ufahamu wake hauko vizuri. Mungu anatoa maagizo. Anatoa maagizo kwa wana wa Israeli. Anatoa maagizo kwa taifa la wana wa Israeli. Anapa maagizo. Anasema mtu anapofanya mambo hayo, Mungu mwenyewe kwa kinywa chake anasema ni chukizo. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Cheki wanawake wengi katika nchi hii wanaotumia suruali za wanaume. Ukitaka kuangalia maisha yao, hata kama ameolewa, ukitaka kuangalia ndoa yake, lazima utaikuta iko matatani, lazima utaikuta iko kwenye shida. Ndio maana Mungu anatoa maagizo haya kwa wana wa Israeli. Anatoa maagizo, mfumo wa muonekano, mfumo wa kutembea, mfumo wa kuishi maisha yao. Sikia ndugu yangu, ukisha kuwa umeokoka, umemwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wako, lazima utii maagizo ya Bwana, lazima utii sheria ya Bwana. Neno la Mungu au Biblia ni katiba ya mtu aliyeokoka. Neno la Mungu ni mwongozo, neno la Mungu ni sheria. Mungu ametuachia neno kama sheria, kama kitu cha kufata, kama kitu cha kuigilizia. Mungu akisema amesema, hana mtu anaweza kumkosoa. Hana mtu wa kumbadilisha. Kwa nataka nikwambie ndugu yangu, ukiwa mama yangu, kama unatumia mavazi ya mwanaume, Mungu siku ya leo anasema ni chukizo kwake. Mungu hapendezi wewe mwanamke kuvaa mavazi ya mwanaume.
Mungu amesema ni chukizo. Mungu anawaambia taifa la Israeli kwamba haya mambo ni chukizo. Nataka nikuambie na wewe ndugu yangu wa kiume, kiwa unavaa magauni, unatoboa masikio, unavaa hereni, unanyoa viduku, unafanya mambo ya ajabu, unapaka rangi, hayo yote Mungu anasema ni chukizo kwake. Kwa nataka nikushauri siku ya leo kwamba fuata neno la Mungu. Fuata neno la Mungu, litakusaidia. Anasema tena hivi, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Sikilia hapa, anasema kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni chukizo, ni machukizo kwa Bwana Mungu, sio kwa mwanadamu. Sikia kitu kimoja, sio machukizo kwa mwanadamu, ila ni machukizo kwa Mungu. Kuna mambo utayaomba katika maisha yako, kuna mambo utamuomba Mungu aweze kukujibu, lakini hautii sheria zake. Anapokuangalia anakuta unavaa mavazi ya mwanaume, Mungu anashindwa kukupa mahitaji yako. Utaomba uolewe, utaomba upate mume mwema, utaomba upate mke mwema, lakini kama Mungu akikuangalia una mavazi ambayo ameyachukia. Mungu ameyachukia mavazi. Kuna mavazi ambayo Mungu ameyachukia, mavazi kwa mwanamke. Kuna mavazi ambayo Mungu ameyachukia kwa mwanaume. Kwa maana ukiwa mwanamke unapovaa mavazi ya mwanaume, ujue kabisa kwamba Mungu ameyachukia hayo mavazi. Na ukiwa mwanaume unapovaa mavazi ya mwanamke, siku ya leo ujue kabisa Mungu ameyachukia. Na kama Mungu akichukia, manake hutapata msaada wote. Hutapata msaada. Utajaribu kuomba, utajaribu Mungu akuponye. Mungu akiangalia kanuni zake anaona wewe uko kinyume na yeye, umetenda vitu ambavyo ni vya ajabu. Lakini sikia neno la Mungu. Wakati Adamu na Hawa wako katika bustani ya Edeni, wakati wanaendelea kuishi kwenye bustani ya Edeni, Mungu aliwapa kila kitu. Mungu aliwapa vitu vyote pale. Lakini wakati wanaendelea kuishi, wakati shetani amekuja kuwadanganya katika bustani ya Edeni, akawadanganya wale tunda ambalo Mungu alikataza wasile. Biblia inasema kwamba walipokula lile tunda wote wawili wakajiona wako uchi. Mara ya kwanza hawakujiona kwamba wako uchi, lakini walipokosea na kula lile tunda wakaja kujisukia kwamba wako uchi. Mungu anapotembea kwenye bustani ya Edeni anamuita Adamu. Anamwambia Adamu, uko wapi? Adamu akasema, nimejificha kwa sababu mimi niko uchi. Tunajua kitu kimoja kwamba hapa Adamu alikosea sheria ya Mungu. Hawa alikosea sheria ya Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu alipoona kwamba wako uchi, akachukua ngozi, akawashonea mavazi ya ngozi, akawatengenezea mavazi ya kustiri mwili, akawatengenezea mavazi ambayo hata mtu hawezi kukuchungulia, hayawezi kuangaza. Mungu akawatengenezea mavazi ya heshima. Mungu akawafanyia. Kwa nataka nikuambie kwamba hivi, ukiwa mwanamke lazima utii sheria za Mungu, lazima utii agizo la Mungu. Soma kitabu hiki, na kama mtu yote upo hapa unayatumia hayo mavazi, ujue hauwezi kwenda mbinguni. Hata ungekuwa unasali, hata ungekuwa unanena kwa lugha, lakini kama we mwanamke unavaa mavazi ya mwanaume, unavaa suruali za kiume, unavaa vitu vya kiume ambavyo Mungu amekataza, hata ungekuwa unatoa sadaka, hata wangekusifu kanisani, hata wangekutegemea. Nataka nikwambie kwa neno hili, Mungu haziakiwi, apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Kwa maana nataka nikwambie kwamba hata ungekuwa namna gani hautaenda mbinguni. Ikatokea mwanaume unatoboa masikio, unavaa hereni, nataka nikwambie hautaenda mbinguni. Maana Mungu amesema ninachukizwa, ni machukizo kwake, si kwa mwanadamu, si kwa mchungaji, si kwa mtu yoyote, si kwa mtume, ila Mungu amesema ni machukizo. Nataka nikwambie saizi kuna wahuni wameingia kanisani, kuna watu wameingia kwenye manyumba ya ibada, hawataki kusema ukweli, hawataki kuambia ukweli. Wanakuambia dada, umevaa suruali umependeza. Huyo anakupoteza, huyo anakuangamiza. Na kushauri siku ya leo, unaposikia neno hili, tii maagizo. Hizi ni siku za mwisho. Yesu yupo karibu. Tii maagizo ya Mungu. Tutakwenda mbinguni kwa sheria, hatutaenda mbinguni kwa bahati mbaya. Tutakwenda mbinguni kwa kutii maagizo ya Mungu na kutii sheria zake, ndipo tutakapoenda mbinguni. Nikutakie mchana mwema, nikutakie siku njema. Unaposikia neno hili, kuna wengine wameshindwa kuolewa kwa sababu mili yao
imevaa vitu ambavyo Mungu anavichukia. Kuna wengi wanashindwa kufikia hatima yao kwa sababu mwilini mwao wamevaa vitu ambavyo ni chukizo kwa Mungu. Unamkuta mwimbaji amenyoa kiduku, unakuta mwimbaji amenyoa denge. Angalia waimbaji wengi wa kike katika nchi yetu ya Tanzania, wote wanaovaa suruali hawapo kwenye ndoa, ndoa zao zimevunjika. Kwa mama uliyeolewa, unapovaa suruali huwa na uhakika kwamba lazima ndoa yake itavunjika. Hata kama haitavunjika, hiyo ndoa lazima itakuwa kwenye hati ya kuvunjika, kwa sababu vazi la suruali kwa mwanamke limebeba tamaa, limebeba uharibifu wa shetani. Shetani anatumia suruali kuwadaka wanawake wengi wasimuone Mungu. Shetani anatumia viduku kuwadaka wengi wasimuone Mungu. Mwilini mwako ukiwa na chapa za shetani, ukiwa na elementi za shetani, hawezi kumuona Mungu. Kwa Biblia inasema hivi, mwanamke asivae mavazi ya mwanaume, mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Manake nataka niseme, ukiona mwimbaji amenyoa kiduku, huyo ni wa shetani. Ukiona mwimbaji yote yule wa nyimbo za Injili ametoboa masikio au amepaka rangi nywele, na kuambia huyo moja kwa moja ni jehanamu, huyo ni wakala wa shetani. Ukimwona mwanamke yote amevaa vinguo vifupi, chupi zinaonekana, maziwa yanaonekana, alafu anaabudisha, yuko kwenye ibada, ujue kabisa huyo ni wa shetani. Hayo ni machukizo kwa Mungu. Mungu ameturuhusu kuvaa mavazi yenye heshima, mavazi ya kusitiri mwili, mavazi ya kutokuangaza, mavazi ya kutokuonyesha matako, mavazi ya kutokuonyesha maziwa. Mungu ameturuhusu sisi wana wa Mungu ambao ni taifa la wana wa Israeli ambao ametukomboa. Wewe nataka nikwambie ndugu yangu, piga ua, lazima ukubali kutii maagizo ya Mungu. Lazima ukubali kutembea katika kanuni za Mungu. Nataka nikwambie, watu wengine wapo kwa ajili ya faida zao. Wapo kwa ajili ya faida zao, hawezi kukuambia ukweli. Mchungaji wako ataogopa kukuambia ukweli kwa sababu sadaka itaondoka. Wanashindwa kuambia ukweli, unakuja kwenye ibada vinguo vyako vifupi, unajifunika vitenge. Hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba wewe huwezi kumwona Mungu. Mungu anatuambia siku ya leo, Mungu analieleza taifa la wana wa Israeli alilotoa katika nchi ya Misri. Na wewe ndugu yangu ulikuwa kwenye nchi ya Misri. Viache vitu vya Misri. Viache vyote vitu vya Misri, vinyago vya Misri, viache vyote. Nikutakie siku njema. Injili hii ikufikie mahali popote ulipo, kwa jina la Yesu.